Ahlan wa sahlan na marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Kama kawaida yetu mpenzi mtazamaji, mgeni wetu si mwingine isipokuwa ni Luqman ambaye tumezidi kuwa naye na akikuelimisha mengi na mengi zaidi kuhusiana na hasa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wewe kama kijana unafaa uiendeshe vipi ama iwe na natija gani katika maisha yako? Na inshallah katika swala letu la leo mpenzi mtazamaji, tutaangazia patience and perseverance during Ramadan. Nikidhani ni subra na uvumilivu ama ustahimilivu kama sijakosea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na inshallah tukielekea kwake tuweza kufahamu ni yapi ambayo ameweza kukuandalia. Naam, karibu sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu sana. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyotujalia tena fursa hii tukawa tumepatana katika studio za Mahdi TV. Naam. Na tukaweza kupata nafasi pia ya kuwa na uhai na tukapata fursa nyingine pia ya kuwa na saumu katika masiku miongoni mwa masiku za Ramadhan. Naam. Kwa hiyo moja kwa moja nikiingia katika mada yetu, ninaonelea vizuri niende niangalie Mwenyezi Mungu anasema nini kuhusiana na jambo zima la subra. Naam. Maana subra ukiangalia kiundani, tukijaribu kuiangalia katika fikra zetu, huenda tukatoka na tafsiri ambayo kwamba ni mbovu. Lakini Mwenyezi Mungu akikwambia subra, wewe mwenyewe utajua subra ni kitu gani. Naam. Hasa tuangalie Allah Jalla Jalaluhu asema nini kuhusiana na subra. Mwenyezi Mungu baada ya udhu billahi minashaitani rajim anasema wala nabluwanakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wa thamarat. Kisha ndio akataja subra pale akasema wabashiri sabirin. Tafsiri ya aya hii neno baada ya neno anasema wala nabluwanakum bi shay'in min al-khawfi, yani sisi tutakuonja wewe maadamu wewe ni binadamu, tutakuonja wewe kwa jambo lolote linalohusiana na hofu, kukuwa na uoga, ukakuwa wewe hauna utulivu. Hofu, jambo lilofuatia kataja akasema waljui, na njaa. Lazima watu wataonjwa na njaa. Na Ramadhani pia sisi muumini anaichukua ni saumu, lakini mwenye imani yake haijakita vizuri anaona sisi tumeanza mwezi wa kushinda na njaa. Kwa hiyo hapa pia katika hili neno njaa Mwenyezi Mungu anakuonja wewe kama muumini. Anakuambia wacha chakula chako, kae na njaa. Unakiona chakula chako lakini hauwezi kukila, ama unapenda kitu lakini huwezi kukitumia. Ndiyo. Una jambo fulani lakini huwezi kulifanya. Yote 9-10 umeiacha kwa ajili ya nani? Ya Allah. Kwa hivyo njaa, atakuonja na njaa wewe muumini. Atakwambia acha chakula chako kae na njaa. Kwa hiyo atatuonja pia na njaa. Na anasema wanaksin minal amwali wal anfus. Na kutakuwa na kupungukiwa mali na nafsi, bimaana watu watakufa ama uharibifu wa mali yako utatokea. Alafu matunda yatapotea, wathamarat. Kuna matunda leo daktari anaweza kuandikia mtu, anaenda hospitali hawezi kuyapata. Kwa sababu wewe bado kijana, bado hujaanza kupata hii mitihani kwa wingi, sema alhamdulillah na utumie afya yako kufanya ibada. Kuna wazee waulize, tembea hapa ndani kwa misikiti uangalie, ulize wazee watakuambia kaandikiwa matunda fulani lakini ametembea marikiti paka supermarket, matunda yenyewe leo hayapatikani. Haya matunda yatapotea. Hiyo Mwenyezi Mungu ameshasema. Kwa hiyo akarudi akamalizia aya kwa kusema wabashiri sabirin. Hapa akataja neno subra sasa. Wape bishara njema wale ambao kwamba watafanya nini? Watasubiri. Kwa hiyo kuonjwa katika mitihani ya njaa na hofu, kutatoka pengine vita na nini, yote haya yatatokea, lakini Mwenyezi Mungu anasema nini? Wabashiri sabirin. Sasa kwa sababu tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na Mwenyezi Mungu ametuarifu kwamba atatuonja sisi waumini kwa njaa. Kama kweli wewe utaacha kitu chako kizuri kile unakipenda, ukakiacha ukashinda njaa, ukayaona maji unaweza kuyanwa, lakini ukaacha mfereji ukakaa pembeni, yote 9-10 kwa ajili ya nani? Ya Allah. Anakuambia wewe kwamba ni mitihani yeye amekupatia wewe, akupima kama kweli wewe unaweza kustahimili njaa kwa ajili yake. Ndiyo. Waona Lakini mwisho wa siku amesema nini baada ya kusema atakuonja kwa njaa? Anasema wabashiri sabirin. Kwa hiyo wale wenye watakuwa na subra na hiyo njaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na wakajiepusha na yale mambo mengine, asiwe mtu anafunga tumbo tu. Amir al-Mu'minin alayhi salam kuna maneno aliwahi kusema ya hikma sana. Alisema afdalus sawmi, anasema afdalus sawmi sawmil qalb,
Mtu ile saumu mzuri yenye kwa naye inaweza kufunga ni saumu ya moyo. Wewe ukafunga moyo wako kutokamana na kuchukiana na watu. Kutokamana na nini? Na mambo ya husda. Machafu ya moyo yale ukayazuia, ukajifunga moyo wako kutokamana na hayo. Lakini pia vile vile Amir al-Mu'minin alayhi salam aliwahi kutaja kwamba kuna saumu nyingine. Kuna nyingine anasema saumu lisan. Mtu kufunga ulimi, asiweze kusema mabaya na nini. Pia hiyo ni saumu. Lakini sasa kuna hiyo saumu yenye anasema saumul batn, ya tumbo. Hiyo ndio watu wengi wameshikilia leo. Mtu anajua tu nimeacha chapati basi. Huko kwingine anaachilia moyo wake, unachukia, unadharau, una kibri. Haifai hivyo. Kwa hiyo sisi haya yote 9-10 tumeambiwa tuache chakula chetu. Kwa ajili ya nini? Mwenyezi Mungu anataka kutupima sisi. Lakini mwisho wa 9-10 ikifika wewe mwisho wa saumu yako unataka kufutari, jiulize, je, mimi nimekuwa na subra na saumu yangu ndani ya hiyo njaa yote yenye nimekuwa nayo? Allah amenipatia mtihani. Katika hiyo njaa nimekuwa na subra. Unatakiwa ukiwa katika hiyo saumu yako uwe na subra na Allah. Kuna mwingine leo saumu amekuja kidogo amechokozwa na mtu. Ile njaa anasahau ni mtihani wa Allah, anaambia huyo mtu, wewe una bahati sana leo umenikuta. Saizi bado nina njaa. Ile si njaa, ni ibada. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameambia waumini lazima atatuonja sisi kwa njaa. Amekuambia wewe kae njaa ili aone kama kweli utaka kwa njia yake, siratil mustaqim, njia ambayo kwamba imenyooka kuelekea kwa Mola wake. Ndio hivyo. Kwa hiyo subra lazima iwe hapo. Haujaonjwa kwa njaa tu kaa hivyo. Lazima ukuwe na subra, kwa sababu bishara njema za ile Ramadhani zinapatikana baada ya wewe kuwa na subra. Ndio maana Allah baada ya kutaja haya mambo yote atatuonja nayo, alisema wabashiri sabirin. Wape bishara njema, atapata thawabu za saumu yake, na siku ya kiyama atapata furaha ya Mwenyezi Mungu kumuingiza katika pepo pia. Kwa hiyo kabisa maana pia ukiangalia na hiyo subra ni kama Mwenyezi Mungu anakuambia penye dhiki hapakosi faraja. Mwisho wa siku mitihani utakayopitia kulingana na subra uloiweka, kulingana na natija na imani uliokuwa nayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu sisi ni binadamu. Wakati unafika ukasikia moyo umechoka, moyo kwamba mimi sioni nikiendelea, Mungu hunioni, Mungu hunijibu majibu yangu, sasa inamkatisha tamaa. Lakini nadhani pia huwa ni mtihani ambao Mwenyezi Mungu amempa mja wake, kupima huyu mja wangu hii subra yake itafikia wapi. Maana unaweza kukuta labda ni mja ambaye hapa napo unapata mitihani, hapa napo unapata mitihani, lakini wa mja ambaye ukiwa na subra na ustahimilivu, ukijua nini maana ya subra na natija yake, ndio maana kesho Mwenyezi Mungu akija kukupa labda umepata success fulani kulingana na kile ambacho ulikuwa unakitafuta, akikupa natija ndani yake, unajiuliza, kwa hivyo hii imetokana na ile subra nilokuwa nimeiweka. Na mwisho wa siku Mwenyezi Mungu anakuambia inna Allaha ma'as sabirin. Yani mwisho wa siku utasikia tu yani Mwenyezi Mungu tu anapenda mja mwenye kuweka subra na mja mwenye ambaye atasubiria. Ima ni mtihani gani anaupata katika maisha yake. Ndio maana wengi wanapata mitihani, mtu hapati watoto, mtu hapati hivi, unakuta labda anaona, unaweza kukuta labda mtu yuko sawa na hana neno, lakini kila kitu kinakuja na kadari ya Mwenyezi Mungu. Yani ndio maana subra ni kitu muhimu hasa kwa sisi vijana. Vile umesema na umeangazia, sisi vijana tunafaa kuwa na subra ya hali ya juu, kwa sababu ni mitihani tutapitia. Kadri tunavyokuwa tunaendelea kufika katika malengo yetu, na katika hao malengo tutapitia vigingi vingi sana. Na tukiangalia Amir al-Mu'minin alayhi salam katika maneno yake aliwahi kusema al-sabru minha ala 4 shu'ab. Yani subra imekuja katika matawi mangapi? 4. Ukiona mti umesimama lazima una matawi yake. Ndiyo. Sasa katika mti ambao kwamba umesimama vizuri wa subra una matawi mangapi? 4. Na haya 4 ningependa wanisikilize vizuri watu. Kwa sababu gani? Tutapata faida. Amir al-Mu'minin alayhi salam akaanza kuyataja moja baada ya nyingine. Akasema ala shaukin. Tawi la kwanza katika subra ni mtu kuwa na shauku. Lazima mtu awe na shauku na jambo. Shauku ndio tawi la kwanza. Tawi la pili akasema ala shafakin. Ni mtu kukuwa na nini? Mtu kukuwa na uoga. Kuna uoga fulani unashika mtu. Hata takwa, unaona takwa ni uoga kumwogopa nani? Allah. Na sasa subra pia
ndio uwe na subra, lazima uwe na uoga. Na jambo lingine la tatu alilitaja, alisema walzuhud. Mtu lazima akuwe na kinaya. Anaweza jambo fulani akalipa mgongo, ndio subra inaweza kupatikana hapo. Lakini jambo akilipupia lakini hawezi kulipa mgongo hilo jambo, basi hilo jambo litamtoa subra. Kweli. Kwa hiyo anasema lazima mtu akuwe na nini? Awe na zuhudi, awe anaweza kuwa na kinaya ile ya mtu kukinai kitu. Alafu lingine alitaja, anasema watarakubi, na mtu anafaa la mwisho awe na matarajio na jambo. Kama unatarajia kitu fulani, utalisubiri. Ndio. Hata ichukue muda gani, utalisubiri tu. Kwa hiyo lazima ukuwe na matarajio katika jambo lile ambalo kwamba uko nalo. Ili ukitaka uwe na subra, lazima ukuwe na matarajio. Unatarajia nini kutoka katika hili jambo? Kwa mfano saizi wewe unafunga saumu, ndio upate subra ya kukaa siku 30 kila siku unamka na saumu. Lazima wewe ukuwe unatarajia kitu fulani. Lengo lako, your aim will drive you through paka upate lile jambo. Kwa hivyo itakupatia subra ukiwa na matarajio. Lakini usifunge kwa sababu watu wanafunga. Kwa hiyo hilo ni tawi moja miongoni mwa yale matawi manne ambayo Amir al-Mu'minin alayhi salam aliweza kuyataja. Haya mambo manne alayhi salatu wasalam anasema faman ashtakala anasema faman ashtaka ila aljanna sala an shahwatihi. Huyo mtu mwenye atakuwa na yeye ana nini, ana shauku na janna, akakuwa kuna shauku sana ya kuingia katika janna ya Mwenyezi Mungu, basi hiyo janna akikuwa na shauku nayo itamfanya yeye akaanza kuondoka katika matamanio yake. Akiona hii mimi nimetamani kufanya jambo fulani, anakumbuka janna. Anasema mimi mwenyewe kusema kweli niko na shauku na janna ya Allah, sina shauku na nini? Na juisi yako. Nina shauku na janna, sina shauku hata kuna wale sigara nimekuambia, kuna watu wanataka kuacha sigara. Ndiyo. Anakuwa na ile shauku na janna. Anaona na janna ya Mwenyezi Mungu inaweza linganishwa na sigara. Basi kama ana shauku na janna, hawezi kulinganisha janna na sigara, ataachana na sigara. Lakini jambo lingine pia vile vile akasema waman shauka minan nar, na yule atakuwa na uoga na moto. Tumesikia subra ina mambo, ina uoga ndani yake. Sasa mtu ambaye kwamba katika mwezi wa Ramadhani atakuwa na uoga na moto, waman shauka minan nar, na yule atakuwa na shauku na moto akaogopa moto, ijtaniba almuharramat, atajiondoa, atajiepusha kutokana na mambo ambayo yameharamishwa. Atakaa kumbuke hili jambo ni haramu, basi atakumbuka na moto. Itakuwaje? Moto wa jana mnanisubiri, atawacha. Kwa hiyo kuna mambo atayaacha ndani ya Ramadhani. Ataacha kumwasi Mwenyezi Mungu kwa kuwa na uoga. Hilo ni tawi katika subra. Akakuwa na uoga wa kufanya nini? Wa kufanya lile jambo, basi atapata subra akikumbuka moto wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. No. Alafu kuna lile lingine la mwisho ambalo kumebakia mambo mangapi? Mambo mawili. Kuna jambo moja alayhi salam anasema waman zahida anil dunya, na mwenye atafanya zuhudi akaipa nyongo dunia, anasema istahana bil musibati, basi yeye atakuwa na ile uwezo ya kutochukulia uzito katika misiba yake. Kwa sababu sasa wewe umekaa hivi, jambo limekupata zito, ukakaa chini ukalifikiria lile jambo, ukaanza kulibeba ni zito kiasi gani, hilo ndo linakufanya wewe mwenyewe ukasikia vijana leo ameingia katika depression, kupelekwa madhari. Lakini sasa akikuwa na zuhudi, akaona hili jambo sina maana nalo sana, kama chakula unaweza kuacha, ukaacha starehe zako, ukasema hazina maana sana mbele ya Mwenyezi Mungu na mimi, baina yake itaharibu uhusiano, ataliacha. Kwa hivyo pia hili ni tawi katika subra, litamfanya mtu aweze. Kwa ajili ya wakati naona kidogo nivute mapumziko, uvute pumzi kweli inshallah, maana najua na mengi ambayo umeweza kutuandalia, na inshallah tukirudi katika awamu ya pili tutaweza kuongea mengi na mengi zaidi. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Luqman ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu mengi ambayo ameweza kuyaangazia, hasa kuhusiana na swala la subra ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hakika ni faraja kwako, ni neema kwako kuwa na kijana mwenzako ambaye anazidi
kukujuza na ambaye kwa elimu alionayo anakuelezea mawili matatu ili uweze kufahamu, uweze kujiongoza na kuongoka. Maana bila mwongozo hakuna mahali tutaweza kufika. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Tukiwa naye Luqman ndani ya studio zetu za Mahdi TV, anazidi kukudadavulia mengi kuhusiana na swala zima la vijana, hasa upande wa subra na ustahimilivu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kuweza kufahamu subra ina faida gani ndani ya mwezi wa Ramadhan. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa huu kama mfano, na pia inatupa ukumbusho wa kwamba ndio wewe umefunga, lakini tukifikiria ndugu zetu ambao wakati kulikuwa na vita vingi Palestina na Lebanon, tulikuwa tunaona vile watu wanashinda, maskini hawapati chakula. Sasa inakupa pia ile fikra wale watu walikuwa wanaishi vipi. Na labda wewe una riski yako ya jioni, lakini huwezi jua kuna mtu riski yake ya jioni ajui atapata nini. Labda ni ile amepata sadaka, kama ni atende anywe na maji, na pia amshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ni riski ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia siku hiyo. Na hiyo kwake pia ni subra. Mwenyezi Mungu ni mtihani wake amempa, lakini mwisho wa siku anajua faraja yake ataipata, hata kama si leo, lakini ipo siku inshallah. Mpenzi mtazamaji, acha turudi kwake Luqman tuweze kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kutuwekea katika bakuli lake inshallah. Naam, karibu tena. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Shukran sana kwa kuwa na subra. Japo tunazungumzia subra, naona tumekuwa na subra kidogo, tuendelee kuwa na kipindi. Naam. Kwa hiyo mimi nawashukuru kwa subra hiyo. Naam. Basi nikiendelea pale tulikuwa tumekomea, tulitaja matawi manne ya subra. Ndiyo. La kwanza tulisema ni shauku, la pili ni mtu kuwa na woga, na la tatu ni kuwa na zuhudi, kinaya. Mtu anaweza kukinai jambo akakipa mgongo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kutengeneza uhusiano baina yake yeye na Mwenyezi Mungu. Na la mwisho ni at-tarakub, ni mtu kukuwa na nini? Matarajio. Sasa Amir al-Mu'minin alayhi salam akizungumzia haya alisema, wa man irtakaba al-mauta, na mwenye atakuwa na matarajio kwamba atakufa. Wewe kijana, unajua siku hizi vijana tunasema mi bado niko na 22. Niko 22. Acha atakusema hata niko 22, anakuambia bado niko na time, mimi niko na time ya kuishi bado. Uwezi jua umesimama hapo Mwenyezi Mungu mara moja akakuchukua. Ndio hivyo. Leo kuna watu wanakufa na afya yake lakini kaondoka. Mwingine maradhi taabani, mkamuona miezi 6 yuko kwenye mirija amepigwa kwenye mapua. Ukasema huyu, mkaanza mali yake mshaanza kuandika urithi. Naam. Bahati mbaya unapata pande yako ni bahati mbaya, lakini pande yake mpango wa Mwenyezi Mungu unamuonyesha yeye mwenye maradhi akarudi katika afya. Kwa hiyo mauti, sikiliza anasemaje kuhusiana na mauti ya Amir al-Mu'minin alayhi salam. Anasema wa man irtakaba al-mauta, na mwenye atakuwa na matarajio kwamba wallahi mimi nitakufa. Anasema saraa fil khairat, atakuwa na kwenda mbio sana katika mambo ya kheri. We muda wako ukikuwa unasonga, utajiuliza ni kheri gani nimefanya kwa sababu naingia kaburini. We mwenyewe kwa akili yako inakujia the next minute I might be in the tomb, so what should I do? Unaona, wacha pengine niende nikafanye kadhaa jambo la kheri lolote utangulize kwa ajili ya nini? Kaburi yako. Na kuna riwaya imetumika mara mingi, wala saizi siwezi kutaja mapokezi yake, lakini ni riwaya nimeisikia sana. Inasema al-qayis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mwenye akili ni ule mwenye anaipima nafsi yake vizuri, akaipima alafu akafanyia kazi yale ambayo kwamba yatamsaidia kesho kaburini. Kwa hiyo Amir al-Mu'minin alayhi salam kwa maneno yake ya hikma anatuambia kwamba mtu yoyote atakayekuwa na matarajio na mauti atafanya kwenda mbio sana kufanya mambo ya kheri. Huyo ndio mtu ambaye kwamba anakumbuka mauti. Na Mtume ametaja mtu mwenye akili zaidi ni yule anafanya nini? Anakumbuka mauti. Kwa hiyo kuwa na matarajio kwamba wewe utakufa. Na ndio maana kila siku tunaambiwa unavyoishi, kadri unavyoishi, ukiamka kila siku, hakuna kitu unapaswa kukumbuka isipokuwa ni kumbuka kwamba mimi ni maiti mtarajiwa. Kumbuka kwamba mimi kesho narudi kwa Mola wangu. Ni zawadi gani nafika nayo kwa Mola wangu?
kwa sababu mauti ni kitu cha kukumbuka kila siku. Ndio maana utakuta unakumbuka mauti, unakumbuka acha nijikataze kitu fulani, kwa sababu kesho mimi kwa Mwenyezi Mungu nikifika ni masuhulia chini, kabla nifike kwenye kabla kiama kifike, nifike mbele kupewa kitabu changu, kuna tayari kule chini kuna nisubiria No. Malaika wananisubiria. Sasa ima adhabu yangu naisubiria, bado itakuwa naisubiria kaburini, naanza kuchapa kichapo changu. Kwa sababu ya nini? Sikuwaza, niliendekeza dunia mbele na nikasahau akhira. Maana mja mwema ni yule ambaye anaangazia kwamba mimi kesho kwa Mwenyezi Mungu naenda kufikisha zawadi gani? Mimi kesho kwa Mwenyezi Mungu akinichukua leo, kama leo Mwenyezi Mungu amenichukua kule kaburini, je, nitakuwa na uwezo wa kutamka maswali nitakayoulizwa? Yani inipe ile natija ya kwamba mimi kesho nikiulizwa man rabbuka naweza kujibu. Maana hiyo siku hata kama ulikuwa unajua, lakini kama ulikuwa mtu wa kufanya maasi, ibada hauswali, maana hakuna la kukutetea. Kauli zako kama ni nini, kauli yako ndo kama hivyo, haiwezi toka. Sasa unashangaa mimi nitajibu nini? Hili nitajibu nini? Kwa sababu swali sasa nini? Umekuwa ni mtu ambaye ulikuwa umeendekeza dunia, haukufikiria kwamba kesho mimi kwa Mola wangu narudi, na je, nitakuwa na ile chance ya kutamka yale ambayo nitakuwa nimeulizwa? Naam. Ambao ni mitihani sisi wengi tunafaa kujifunza ndani ya hapo. Nadhani wengi tumesahau sasa vijana, na kuwafunza pia wale wadogo zetu wakikua kwamba jua kuna haya maswali utaenda kuulizwa. Sasa kila ahlaki yako unayokuwa nayo ama tabia yako unayokuwa nayo, kesho kwa Mwenyezi Mungu akhira itakupambania yani, kama wewe ulikuwa, kwa sababu siku ya kiyama kila mtu atakuwa peke yake. Baba wala mama hautajua na naye. Sasa wewe wenyewe wanakwambiaga unabeba msalaba wako. Naam, tuendelee. Sasa ni uhusiano gani wa mtu akiwa na matarajio ya kufa? Ina uhusiano gani na nini na subra katika Ramadhan? Utapata kwamba yule ambaye kwamba anatarajia atakufa, kwa hivyo anatarajia kwamba hii ndio Ramadhani yake yenye inaweza kuwa ya mwisho, hiyo ingine hataiona. Naam. Kwa hiyo ataifunga vipi? Kama inavyotakiwa kufungwa. Kwa sababu yeye anatarajia, hatarajii Ramadhani nyingine hiyo itakuja itampata. Ndio. Yeye anatarajia, kuna matarajio na nini? Mauti. Kwa hivyo Amir al-Mu'minin alayhi salam anatuambia mtu kama huyu sara afil khairat. Huyu mtu atakenda mbio kabisa kuyakimbilia mambo ya kheri katika mwezi mtukufu kwanza wa Ramadhani, ambapo mtu analipwa maradufu na Allah jalla jalaluhu. Mtu atakuwa anakwenda mbio sana. Anajiambia sasa mimi saizi kama nikifanya suna fulani thawabu zake ziko maradufu hivi. Atajua kabla kifo kinipate jamani, kama hiyo Ramadhani nyingine sitaiona, basi nifanye hii, Allah nilipe kama nimefunga zote mbili. Kweli. Itakuwa sasa wewe matarajio yako ya kufa, kumbuka utakufa. Fanya mambo yako vipi? Venye inatakiwa kukua. Na kuna msemo mmoja wa Amir al-Mu'minin alayhi salam. Anasema maneno mazito sana. Maneno ambayo kwamba ukiyasikiliza yatakupindisha akili yako ikaelekea kwa Mola wako. Anasema wa'mal fi dunyaka ka annaka taishu abadan. Fanya kazi kuifanyia dunia yako ni kama wewe utaishi milele. Bimaana tafuta riziki ya halali kwa nguvu, uhifadhi ukijua mimi ni kijana na miaka 25. Sasa ikifika nini? Miaka yangu ya 70 huko, mimi nitakuwa sasa nina relax. Nafanya nini? Natumia zile ambazo kwamba nilitafuta nikiwa kijana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu katika sura ya 36, sura tu Yasin, Mwenyezi Mungu anasema waman nu'amirhu nunakisu fil khalq. Yule mwenye tunampa umri mrefu tunamvunja viungo vyake. Kwa hiyo kabla huo muda ufike wewe umevunjwa viungo, dunia yako kwanza umeifanyia nini? Umeifanyia bidii kwa ajili ya uzeeni. Alafu akapendua kibao Amir al-Mu'minin alayhi salam katika maneno yake ya hikma. Akasema wa'mal fil akhiratik ka annaka tamutu gadan. Basi na ufanyie akhira yako kazi kwa bidii sana. Hapa sasa ni kama wewe utafanya nini? Utakufa kesho. Wallahi. Jiweke kwa akili yako kwamba mimi naifanyia akhira yangu, kesho mimi nitakufa. Kesho saa 7 mchana pengine, yani kwa akili yako ikae kesho wakisali dhuhuri wananisalia. Kweli. Ukiona dhuhuri umepita unasema alhamdulillah. Unaifanyia tena akhira yako bidii. Kwanza kwa Ramadhani kama hii we kijana, fanya bidii, bado una nishati, bado una nguvu ya kufanya ibada. Fanya ibada kwa bidii ukitafuta akhira yako sasa hivi katika Ramadhani. Ni kama kamba kesho, yani wewe hata usipige hesabu ya Ramadhani ijayo.
kaa ukijua saumu ya kesho sitaipata, acha nitumie hii ya leo. Nina nguvu, nitatumia nguvu yangu vipi kupata janna? Pengine Mwenyezi Mungu ameniruzuku kidogo, nina riski, nitafanyaje na hii riski yangu kabla kesho wanisali? Sasa hivi ni saa ngapi hivi? Umeona? Masaa kama haya ukiangalia unaona ikifika saa fulani swala fulani sijui kama watasalio swala wakinisalia wakiniosha. Kweli. Kwa hiyo kabla wanisalie wakisala hiyo sala ikisaliwa kabla wanisalie wanioshe. Wallahi mimi ni kijana mdogo sana, natakiwa niwe na amali mingi nyingi kama babu yangu. Babu yangu bado ako hai anaendelea na amal, lakini mimi sijui kama dakika ijayo mimi nitakuwa. Kweli. Kwa hivyo ndo nimfikie babu yangu, lazima ufuate maneno ya Amir al-Mu'minin alayhi salam. Anasema wa'mal fi akhiratik ka'annaka tamutu gadan. Fanyia akhira yako bidini kama kesho, hata wacha tuseme kesho tuilete karibu kidogo. Fanya kama sekunde ijayo wewe hautakuwa. Kweli. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, kijana ambaye kwamba ni munasabu kwako mawaidha haya, yafanyie kazi, yachukue na uyafanyie kazi haya ambayo kwamba ni hikma zimetoka kwa Amir al-Mu'minin alayhi salam. Na katika maneno yake Amir al-Mu'minin alayhi salam kuna mengine aliwahi kuyasema. Akasema anasema fi taqallubil ahwal, pale ambapo mambo yanapenduka, ukaona hali inapenduka. Fi taqallubil ahwal, wakati hali zinapenduka, umetoka katika hali ya kupata umeingia katika hali ya kukosa. Umetoka katika hali ya kupata starehe zako umeingia sasa katika hali ya kukosa starehe zako. Sikiliza anasema nini? Anasema alimu jawahiril rijal. Hapo ndio patajulikana mtu ambaye kwamba ni jasiri. Umeona? Sasa onyesha ujasiri wako wakati hali imependuka. Imeingia hali ya kufunga, imeingia hali ya kutafuta ucha Mungu. Onyesha ujasiri wako, tutambue wewe kweli ni rijali mbele ya Mwenyezi Mungu. Usizubaishwe na mambo mengine ambayo kwamba yatakutoa katika wewe mstari wako wa kuingia katika janna. Usinyang'anywe funguo yako ya pepo kwa sababu ya uzembe wako. Onyesha ujasiri. Kuna zile nafsi ambazo kwamba siku ya kiyama kuna nafsun lawama, si ndio? Ndio. Kuna ile nafsi ambayo kwamba itakuwa inajilaumu. Ya laitani. Kuna hizo nafsi zitakuwa kila saa zinasema ole wangu. Sasa hivi bado una fursa yako wewe. Una fursa ya kujiondoa katika hizo nafsi ambazo kwamba ni za lawama. Zitakuwa zinajilaumu, mbona duniani sikufanya? Zitaacha kuambia Mwenyezi Mungu nirudishe duniani nikafanye. Zitaacha kujilaumu sana. Kwa nini? Nafsi kama hizi zenye zitaacha kujilaumu siku ya kiyama au kaburini utaacha kujilaumu ni ile nafsi ambayo kwamba wewe ukiwa bado kijana ulitumia ujasiri wako. Ndio. Ulitumia ujasiri wako katika ibada. Ramadhani hii Mwenyezi Mungu amekupa fursa. Usihesabu fursa ya afya kwanza. Anza na fursa ya wewe kwamba wewe ni uko na nguvu bado, wewe ni kijana. Hiyo ni fursa sasa. Ndio. Kuna watu walikuwa ni vijana, sasa hivi si vijana tena. Ndio. Uzee umeingia. Nakwambia ujana ni moshi. Ndio hivyo. Yenda haurudi. Unaondoka. Maana kama sasa hivi una nguvu zako, fanya ile ibada. Kama sasa hivi Mungu amekupa nguvu, amekupa natija na umeamka vyema na umeweza kuamka ukafanya ibada yako hata ya subhi. Uenda labda hukufanikiwa kuamka ibada yako ya tahajjud, lakini Mwenyezi Mungu amekupa uwezo na ile taufiki ya kwamba huyu mja wangu, hebu ya asubuhi aione, macho yafunguke, kwa sababu kulala ni nusu ya kufa. Ni kwamba umeamshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ufanyie ibada zako, umrudie Mola wako, na kama ili 10 la kwanza ni 10 la maghfira. Yani ni ile kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa wingi, kwa sababu mwisho wa siku tuna ile fikra ya kwamba tunamwomba Mwenyezi Mungu kile matarajio yaliyo moyoni mwetu. Yani kwamba mimi Mwenyezi Mungu nataka nipate kitu fulani. Mimi Mwenyezi Mungu basi niruzukie nipate kazi. Niruzukie nipate nini? Kama nipate ndoa, nipate nini? Ni vitu tunavyoviomba vyote. Lakini ukiangalia la msingi, kitu ambacho nadhani pia inafaa tukipe kipaumbele ni kwamba Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Mama sote tunataka mwisho mwema. Tunataka tupate ile natija kwamba Mwenyezi Mungu ameturidhia. Na ndio maana utakuta wengi wanakazana kwamba ya Rabbi usinitwae mimi kabla hujaniridhia. Niridhie ndio siku ukiamua kunichukua, umenichukua kama mja wako, umeniridhia. Ndio maana wakasema kwamba kuna ile the power of dua. Unapofanya dua zako Mwenyezi Mungu anakusikia, ni Mungu wa kusikia na kuelewa kwamba mja wangu yule hichi ndio kitu alichokiomba, na mimi
nitampa huyu mja wangu. Sasa ni bidii yako wewe, je, hiyo husnul khatima unaifanyia kazi ili uipate ama ndo hivyo? Maana wengi wanafariki katika sehemu ambazo yani zina tashwishi. Utategemea kwamba labda unajua, ni kama vile tulisema kwamba unasema umri umezidi kwenda, lakini unakuta mtu unaenda zako klabu, huwezi jua Mwenyezi Mungu hiyo hapo ndo amekuchukua. Mtu umeenda nje kufanya zina, Mwenyezi Mungu amekuchukua katika hiyo hali uliokuwa nayo. Subhanallah. Ambao ni wengi hatutaki kufahamu, wengi hatutaki kuelewa ya kwamba Mwenyezi Mungu ametupa uhai tuje tumwabudu. Haya mengine yote ni ya dunia, tutayaacha. Lakini ibada ni muhimu sana kusudi upate ile istighfar na uchamungu wako uzidi kuzidi. Na ndio maana hii yote inahitajia subra ya hali ya juu. Na inshallah ukimalizia naona muda pia unayoma, huenda kuna kitu ulikuwa umebakisha inshallah. Sasa sitaki kuongeza mengi. Na wanasema mchuzi ukiutia sana na uharibu ladha. Kwa hiyo mimi nafunga kwa maneno ya mwisho ambayo yametoka pale pale kwa Amir al-Mu'minin alayhi salam. Kwa hikma zake anasema la yu'damu suburu dhafar wa intwala bihi zaman. Hatokosa kupata malipo yake mwenye kusubiri, mwenye kufanya subra. Hatokosa kupata kile alichokifanyia subra, hata kama muda utakuwa ni mrefu wa kupewa lile jambo. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Luqman kwa kuweza kuwa na sisi kuanzia tulipoanza kipindi hadi sasa hivi tunamaliza. Umeweza kuelezea mengi na mengi zaidi, na mimi binafsi nimeweza pia kupata faida na nafaidika. Maana sisi sote ni binadamu, tunaghafilika, lakini tukipata mtu anayetukumbusha kwamba subra ni kitu jambo la khair na jambo muhimu sana katika sisi binadamu, haswa sisi ambao tunatafuta cha Mungu kwa Allah, basi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Luqman ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kuelezea. Binafsi nimefaidika, na mpenzi mtazamaji sina mengi kwa sababu ameweza kuelezea yote. Inshallah kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.